Ushiriki wa chama cha ACT Wazalendo ndani ya serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar SUKI kwa sasa upo mikononi mwa kamati maalum ambayo imeundwa baada ya kufanyika kwa kikao cha kamati kuu ya chama hicho siku ya Jumapili. Kamati hiyo maalum sasa itakwenda kwa ajili ya kuchakata na kusikiliza maoni ya Wazanzibari kabla ya chama hicho kutoa uamuzi wa mwisho kujua hatima yao ndani ya serikali ya umoja wa kitaifa. Zilikuwa ni siku 90 ambazo wanaendelea kukimbizana nazo ili kujua kama watakuwepo ndani ya serikali yenyewe ama wataamua kuipa kisogo. Licha ya kwamba uundwaji wa serikali hiyo ni takwa la katiba ya mwaka 1984 toleo la mwaka 2010. Kulikoni bado ACT wanajivuta na kujikongoja kufanya maamuzi? Hicho ndicho ambacho kimetuleta kwenye mjadala wetu usiku huu wa leo. Pembeni yangu yupo Said Miraj, mchambuzi wa masuala ya siasa na mwanasiasa mstaafu ambaye katika hili eneo la uundwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa ana uzoefu nao. Karibu sana. Nashukuru sana. Kwema? Kwema sana. Mambo yanakwenda? Alhamdulillah. Kando yake yupo Ali Makame Isa. Yeye ni mwanasiasa lakini pia amekuwa ni mgombea mwenza wa urais kwenye uchaguzi mkuu uliopita Oktoba 29 akipeperusha bendera chama cha ADA TADEA. Karibu sana. Asante ndugu yangu. Kwema? Kwema. Mambo yanakwenda? Tuko salama. Naam. Kabla tujaingia kwa undani kwenye mjadala wenyewe, kwanza tusikilize uamuzi ambao umetolewa na ACT Wazalendo baada ya kufanyika kwa kikao cha kamati kuu, na uamuzi huo umesomwa leo mbele ya wanahabari na makamu mwenyekiti Ishaka Mchinjita. Kamati kuu ina timu maalum ambayo imetaka ishughulikie jambo hili with the focus ya kwamba kinachopaswa kujadiliwa sio swala la kuingia au kutoingia, ni swala la kipi ndio msingi wa kuwepo kwa serikali ya umoja wa kitaifa, na kama uchaguzi uliopita na mwenendo wa mambo unaakisi uwepo wa hiyo serikali ya umoja wa kitaifa, kwamba wananchi ndio wanaoiweka hiyo serikali. Maneno ya kwake makamu mwenyekiti wa ACT Wazalendo Ishaka Mchinjita. Anakuambia swala la tume hiyo ama kamati hiyo maalum inayokwenda kuchakata si swala tu la kusema kwamba tutakuwepo ndani ya SUKI ama la, lakini kuangalia yale ambayo yanatakiwa yafanyike ndani ya serikali yenyewe. Miraji, kauli hii inatupa nini kuelekea katika kile ambacho wengi wanakisubiri kwa hamu kuona hatima ya ACT ndani ya serikali ya umoja wa kitaifa? Kwanza mimi niseme naanzia pale walipoishia ACT, kwamba ACT kama chama cha siasa sio tu kwa sababu ya kuingia madarakani, lakini pia kina kazi nyingine kubwa sana ya ustawishaji wa demokrasia katika visiwa vya Zanzibar na katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na ili uweze kustawisha demokrasia ni lazima kuzingatia misingi ya haki na misingi ya utawala bora, ikiwemo misingi ya kuheshimu kanuni, taratibu, sheria na katiba za nchi. Sasa katiba ya Zanzibar ndio iliyotoa uwepo wa serikali ya umoja wa kitaifa, na katiba ile ni tofauti na hizi katiba zinazotungwa halafu kwa niaba ya wananchi zikapitishwa bungeni. Hile ni katiba iliyopigiwa kura ya maoni na wananchi wenyewe. Sasa mwisho wa maneno ni kwamba uchaguzi ukishakufanyika, yani kuunda ile serikali ya umoja wa kitaifa yenyewe inatakiwa kuundwa kutokana na uhalali wa matokeo ya uchaguzi au kura iliyopigwa. Sasa ikiwa wananchi ambao ndio wenye katiba yao, ndio wenye uchaguzi wao, wana wasiwasi fulani, ni wajibu kwa chama kujitafakari na kutoa fursa kupata maoni ya wananchi. Kwa hivyo ni wajibu wao ACT kufanya wanachokifanya. Ingawaje tumi najiuliza kwa nini wamechelewa sana kufanya hichi kikao na tathmini na kuitaka hiyo tume kafanye kazi. Najua Zanzibar ni ndogo,
na hiyo kamati inaweza kufanya kazi ya kukutana na watu kwenye kada mbalimbali kwa muda mfupi sana, na huku wakikimbizana na hiyo tarehe kama wanaingia au hawataingia kwenye serikali. Inawezekana ni karata ya kisiasa na yenyewe, lakini kwa kweli nadhani labda pengine walikuwa wanasubiri kwanza papoe, na tumeona makamu mwenye alikuwa makamu wa kwanza wa rais na ambaye pia ni mwenyekiti wa ACT ameshazunguka huko. Inawezekana kamati inakwenda kufanya kazi kutafuta majibu ambayo tayari hapo. Makame, muda ambao umesalia katika siku 90 zile, ilistahili kwa ACT leo kuja tena na hii tume maalum badala ya kusema kwamba tumo ama hatumo? Kwanza mimi nasema nashindwa kuelewa watu wa ACT wanaenda kuchukua maoni ya nani, ya Wazanzibari. Wamezungumza Wazanzibari maoni yao waliyatoa 2010 kwamba tunataka serikali ya umoja wa kitaifa. Na serikali ya umoja wa kitaifa inakuwa vipi? Ni mara tu baada ya uchaguzi wanaangalia nani kapata kura ngapi, kwa mujibu wa sheria ilivyo anaingia ndani ya serikali. Kwa hiyo mimi nadhani, najiuliza kwa nini wakenda wakaanza kujadiliana sasa hivi. Wanaenda kujadiliana nini? Kwa nini wasingejadiliana kabla ya kuingia kwenye uchaguzi? Wakati sheria za uchaguzi zanijua, tuliona katika kampeni maneno mengi tu alikuwa anazungumza, lakini leo unaposema unaenda kuchukua maoni ili iweje wakati sheria ziko wazi? Kwa hivyo naweza nikasema kwamba hii ni njia ya kubabaisha tu, lakini kama wanataka uimara wa chama chao wafate sheria iliyopo. Kama wanataka kuua kwa chama chao, basi naweza nikasema wakatae kuingia serikali ya umoja wa kitaifa, kwa sababu kuna watu yashawafika hayo. Kuna vyama vimeshawafika kwamba walikataa kwenda kwenye uchaguzi wa marudio kama tunavyokumbuka mwaka 2015 ile. Lakini mwisho wa siku leo chama tunakitafuta kwenye mifuko kwa sababu alisusia kutekeleza haki yao ya kikatiba. Kwa hivyo leo, kutokana na mazingira yalivyo, kwanza naweza nikaambia kwamba watu wa ACT wasifikirie kwamba demokrasi inakuwa kwa siku moja. Hasa tukiangalia historia ya Zanzibar tunakotoka, hakukuwa na katiba, hakukuwa na baraza la wawakilishi, ilikuwa mambo yanakuwa. Lakini ukizungumza uimara na umoja uliojengeka katika kipindi hicho, ambao kweli kwa ni mwanzo watu wanatoka kwenye mapinduzi, unaweza kusema ulikuwa ni umoja nzuri tu. Lakini leo tukiangalia, mara baada ya kurudi katika mfumo wa vyama vingi, tumepata nini? Tumekosa nini Wazanzibari? Tumekosa umoja ambao kwa tuliujenga kwa gharama kubwa, kiasi ya kwamba ikafika pahala watu wanasusiana, hawazikani na nini. Unaona, mtu ndugu, yani ndugu moja hawaelewani. Hii ndio msingi wa kuja mfumo wa vyama vingi. Sasa kwa hivyo tulipounda serikali ya umoja wa kitaifa tumepata gharama kubwa. Kwanza watu wengine waliamua kujitenga Pemba, lakini ikaja mambo mengi tu. Sasa leo ushafika hapa, unaingia kwenye uchaguzi, unajua utaratibu uko vipi. Kwa nini tupoteze muda? Kwa sababu Wazanzibari au Watanzania kwa ujumla wanachotaka ni maendeleo, kwamba vipi mfumo wetu wa elimu tutakuwa na mafanikio, vipi matatizo ya afya tutapata kutatua matatizo yetu, vipi masuala ya huduma za kijamii zitapatikana. Matokeo yake sawa, la ikiwa unang'ang'ania tu kwamba fulani awe rais au fulani awe mbunge au fulani awe mwakilishi, nadhani tulifikiria vizuri sana tunachotafuta nini, tunakwenda kujadiliana nini na kwa sababu ipi. Hilo ni jambo ambalo kuwa bado hawajatoa ufumbuzi au ufafanuzi. Hata sisi wachambuzi tukajua kwamba manake ikiwa ni swala la uchaguzi, kuna wawakilishi washaapishwa, rais ashazungumza, pelekeni majina yenu manne ambao kuwa atapewa nafasi za waziri ambazo kuwa zipo. Kwa hiyo kama kulikuwa na mapungufu kwenye uchaguzi, tayari kuna watu washaenda mahakamani. Lakini swala la kuwatendea haki hata hao ambao unaona ni wachache, kwamba muingie kwenye serikali ya umoja wa kitaifa, unaenda kushauriana nini? Raji, moja vitu ambavyo vinazungumzwa zimekuwa japokuwa ni maneno tu, watu wanasema kwamba kinachoonekana ni kama hakuna kuridhia Suki kuishia tu kwenye mgawanyo wa ndani ya baraza la mawaziri.
kulikuwa kuna matamanio ya kuona kwamba mgawanyo unakwenda kwenye ngazi za makatibu wakuu, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa na nafasi nyingine ambazo za kiserikali. Hii inaweza ikawa ni msingi wa hoja katika kipindi hiki ambacho katiba yenyewe inaeleza kila kitu. Mimi nafikiri msingi mkuu wa sasa hivi wa kushikilia kwa ACT Wazalendo ni kuona makubaliano yaliyopelekea kupatikana kwa muafaka yanatekelezwa. Kuna mambo ambayo kimsingi haya ndiyo yalizungumzwa. CCM na CUF kwa pamoja katika tamko lao walikiri kwamba matatizo ya Zanzibar chimbuko lake yameanza kwenye uchaguzi wa 95 na chaguzi nyingine zilizofuata. Kwa hivyo kitu cha kwanza ni kuhakikisha kama mnakuwa na chaguzi ambazo kimsingi haziwi ni chanzo cha migogoro na matatizo, na chaguzi hizo zinaweza zisiwe msingi wa matatizo na migogoro endapo zitakuwa za huru, wazi na haki, endapo zitakuwa na sheria za tume ya uchaguzi zinazokubalika, endapo zitakuwa na tume ya uchaguzi inayokubaliwa kama walivyosema wenyewe kwenye muafaka wao, yenye hadhi kama tume ya jumuiya za Jumuiya ya Madola. Sasa ukirudi kwenye hii misingi ya utekelezwaji wa muafaka na mambo mengine, unaweza ukakuta unapunguza malalamiko, unapunguza mitafaruku, unapunguza shida. Sasa nije kwenye hoja yako ya msingi ya swala lako kwamba je, kuwepo kwa watu kuingia kwenye serikali katika level tofauti tofauti kama ulivyozitaja ni hoja? Msingi wangu mimi, hii si hoja. Msingi wa hoja ni uhalali wa serikali inayoingia madarakani kwa matakwa ya wananchi. Ndio msingi wa hoja. Msingi wa hoja ni kila mtu kupata stahiki yake, hata huyu mshindi wa pili awe anachokipata ndiyo stahiki yake kama mshindi wa pili, kwa sababu hata kwenye hiyo serikali ya umoja wa kitaifa kinachozungumzwa ni makamu wa kwanza wa rais na mawaziri. Halafu tukija kwenye wakuu nani, makatibu wakuu, manaibu katibu wakuu, wakurugenzi, hivi sio vyeo vya kisiasa. Hivi ni vyeo vya kiutendaji ambavyo mtu anapewa, ni civil servant, huyu ni mwajiriwa. Labda tukizungumza wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya inawezekana, kwa sababu hivi ni vyeo vya kisiasa. Hawa wanakwenda kusimamia masuala ya kiutendaji, wanakwenda kumwakilisha rais. Kwa hivyo nadhani kama wigo ukitanuka ni vizuri, na mimi naona wigo unaweza kutanuka kwa kuongeza nafasi hizo kuwapa ACT, lakini hata na vyama vingine, rais katika nafasi zake 10 za uwakilishi, ile kuonyesha ile tunasema kufungua mkono, kunyoosha jani la mzaituni, hata kuwateua na watu wengine kwenye vyama vingine, ili kuonyesha hii serikali ni ya watu wote. Manake mwisho wa siku hata hiyo serikali ya umoja wa kitaifa ukiitizama kwenye katiba imeclassify kwa vyama vitaka sana sana viwili. Sasa kama tunataka kuleta umoja miongoni mwa Wazanzibari, basi hata kama katiba haijasema hivyo, rais wacha tumia hizo nafasi ili kuonyesha kama kwamba angalau basi hata kama chama fulani hakina wawakilishi, lakini kwa jitihada walizozifanya kwenye uchaguzi, hebu ngoja tuteue mtu kutoka kwao. Kwa hivyo kwangu mimi ni zaidi ya hapo. Okay. Makame, jambo jingine ambalo wamelisema ACT baada ya kueleza maazimio yao, kazi ya hiyo tume maalum wanasema kwamba itajikita zaidi kusimamia ama kupigania haki za Wazanzibari. Tafsiri ya haraka katika haya maneno ama uamuzi unalenga nini hasa? Kwanza mimi naweza kusema sio haki za Wazanzibari, ni haki za watu wa ACT na wa CCM, kwa sababu Wazanzibari kuna waliokuwa wana vyama, kuna waliokuwa hawana vyama. Tanzania kuna vyama karibu 19. Hata hii serikali ya umoja wa kitaifa ni serikali ya vyama viwili tu, kwa sababu umoja wa kitaifa unaweza ukalenga hata waliokuwa hawana vyama. Kwa hivyo naweza nikasema mfumo nzima wa serikali ya umoja wa kitaifa bado
haujakidhi matakwa ya Wazanzibari, kwa sababu kila Mzanzibari ili awe ndani ya serikali, basi na hao wengine ambao kwa hawana vyama au na hivi vyama vingine viekewe mfumo ambao kuwa kila mmoja atakuwa ndani ya serikali moja ya kitaifa, pamoja na kwamba umeichukulia kwa sababu ya uchaguzi tu. Lakini umoja hauendi kwenye uchaguzi tu, kwa sababu ukiangalia wanachama waliopo pengine hawafiki hata 500,000, wakati Zanzibar tulikuwa 1,800,000. Kwa hivyo utakuwa ni umoja gani? Ndio anaduka shtukia wakati mwingine hata hivi vyama vingine ambavyo kwa tulivyotoka sisi. Naona licha ya kwamba umekidhi vigezo vyote vya kuwa kupata usajili wa chama, lakini mwisho wa siku unaonekana kama si chama. Kwa hivyo na ukizungumza umoja hapa, wanazungumza CCM na ACT, hao wengine wanaonekana is nothing. Kwa hivyo bado naweza nikasema kuna ubabaishaji tu juu ya kusuala kuzungumzia umoja wa Zanzibari. Labda kuna umoja watu fulani wao ndani ya serikali ndio wataonekana ni umoja, kwa sababu hata sisi, mimi na huyu bwana tumetoka mbali tu katika siasa zetu, tumekutana na mengi, wanifahamu kwa sababu ilikuwa tunatafuta umoja wa kweli wa Zanzibari. Lakini leo unaweza ukashtukia kwamba mtu wa ACT anakwenda anachukua mali za kafu, alafu anakuambia anatafuta umoja wa Zanzibar, wakati ACT ina miaka 14 tu, lakini kafu ina miaka zaidi ya 30 na ngapi. Lakini mali ambazo kwa zimechukuliwa na ACT ni mali za kafu. Sasa wewe unatafuta umoja, wakati mwingine unatafuta haki. Kwanza ungewapa watu haki zao na kila kitu na ukapata haki, lakini unaweza kusema bado umoja wa Zanzibar tafsiri yake haijakuwa chanya, kwa sababu tukisema umoja wa kafu na ACT sasa hivi waende wakatafuta umoja huo, unaona. Lakini umoja kama huo itakuwa hauna uhai, kwa sababu hata wengine wanaomba umoja, wengine wanaomba uvunjike, wengine wanaomba kheri, wengine kwa sababu na wao wanatakiwa wawemo, unaona ndio, kwa sababu lazima tuzungumze kitu cha ukweli. Hata mimi naomba wasielewane, kwa sababu kwa sababu kwa nini umoja gani huo? Sisi wengine bado tuko nje. Sasa haya ni mambo ambayo kwa ikiwa wanasusia kwa sababu ya kutafuta umoja, ni bora walete lugha ambayo kwa Zanzibari wote wataikubali. Bwana bora tufute uchaguzi, tuanze vyama vyote, kila chama, maana yake twende na kitu kinachoonyesha umoja. Usichukue slogan ya uchaguzi tu. Umenifahamu? Kuna wengine wanakuambia kupiga kura ni haki yangu na kutokupiga kura, hawaendi kupiga kura, lakini wana haki ya kuweko ndani ya serikali. Unaona? Kwa hivyo umoja wa Zanzibari hautafutwi na CCM na kafu, unatafutwa na watu wote. Na tukashtukia hata pale tulipokuwa na kutafuta bunge la katiba, mpaka wauza madafu waliingia kwenye bunge la katiba, waganga kienyeji, wachunga ng'ombe, wale kweli walikuwa wanatafuta katiba ya watu wote. Lakini sasa umoja unamchukua ACT, tena wakati mwingine anakuwa ni mtu mmoja tu, anakwenda anafanya majadiliano na watu wangapi huko, alafu naambia una umoja wa Zanzibar. Umoja wa Zanzibar, ile kura ya maoni ilikuwa ni umoja kweli. Asilimia 60 na ngapi ile walioni ulikuwa ni na wakataka serikali umoja wa kitaifa. Sasa leo wewe unaenda kutafuta tena umoja, unautafuta kwa mlango upi? Na wakati sheria ishazungumza na ishaika wazi, huu ni babaishaji. Naweza kusema umoja wa Zanzibar wa kweli washirikishwe watu wote, tunaweza kupata umoja wa kweli tunaotaka. Niliongea hapa Alhamis kwamba wakati ambako ACT wanajivutavuta, kuna Said Miraji akaambia kuna wengine wanaangalia wakijino pembe kwamba ya waharibikie sisi tuje tule mnofu, amenidhirishia bwana Ali Makame Isa. Maneno yangu hajaenda tupu. Katika ile la kusema kwamba ACT wanataka kudai haki ya Mzanzibari, haki hii itakuwa ni rahisi vipi kuidai wakiwa nje ya SUK, kama ndani ya miaka 5 iliyopita walikuwepo na hawakutimiza hilo? Na ndio maana umeona baada ya kutafakari wakaamua sasa waende wakachukue na maoni ya wananchi. Kwa sababu kuna mitazamo miwili, kuna mtazamo chanya na mtazamo hasi juu ya aidha wanaingia au hawaingii. Yote mawili yanatazamwa hivyo. Katika ACT kuingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa wanaweza wakapata faida chungu mzima, lakini na katika kuto kuingia vile vile. Kwa hivyo serikali ya umoja wa kitaifa kwanza isichukuliwe tu kwamba ni daraja la kuwaunganisha watu kwenye kwenye serikali baada ya matokeo ya uchaguzi, hata kama uchaguzi huo haukuwa na vigezo au haukuwa wa huru na wa haki. Serikali ya umoja wa kitaifa ilikuwa ni kwa kutoa haki kwa mujibu wa uwiano wa mahitaji ya wananchi. ACT wakiwemo serikalini, faida watakazozipata ni pamoja na kuwa karibu katika kusimamia mwenendo wa utekelezwaji wa shughuli za kiserikali, kwa sababu wao watakuwa ni washiriki.
watapata faida ya kusimamia au kuchallenge maamuzi ya utungwaji wa sheria kadhaa wa kadhaa. Kila siku tunatoa mifano hapa. Yapo mambo yaliyotungwa nyuma ya mgongo wao ambayo yanawaathiri sasa hivi, ikiwemo hata hii sheria ya kura ya awali kwa wao kutokuwemo kwenye bunge. Lakini watapata nafasi nyingine kutumia nguvu kubwa katika kuunda serikali kivuli ambayo kwenye baraza la wawakilishi watapata kuwasilisha misimamo yao na misimamo ya wanachama wao wanaowasimamia na mambo mengine kadhaa wa kadhaa. Lakini na kwenyewe kutokuingia kuna faida na hasara zake. Miongoni mwa hasara unazozipata za kutokuingia ni moja hiyo, unakuwa uko pembeni, watu wanapitisha maamuzi wanavyotaka, unakuwa unapambana ukiwa nje ya jukwaa, unaonekana ni mpinzani sugu ambaye husarifiki. Kwa hivyo badala ya kutumia nafasi ya kushirikiana na wenzako, wewe unaonekana, manake ni mambo mawili uchague, ama uingie upambanie demokrasia au urudi ukaingie msituni kama alivyosema Mchinjita. Kwa hivyo wakati mwingine wanapata ugumu. Lakini mimi narudi nyuma niseme kwamba suala la msingi kama walivyosema wenyewe, si suala tu la kuingia au kutokuingia. Utazame root cause. Sababu ya maridhiano ni kwamba panaondolewa matatizo yaliyokuwepo yasijirudie tena. Unajua, leo nimekuja na kitu kimoja hapa kidogo, nitaka nikusomee Sheikh Nuruddin. Hawa wana mambo hapa walioeleza aliyopelekea kwanza yale mazungumzo yao, lakini pia waliotamani yarekebishwe. Mimi huku nyuma huku nataka niache nije kwenye haya waliosema wakati wa muafaka ule, waliosema wanatamani yarekebishwe. Kwanza, kufanya marekebisho tume ya uchaguzi ya Zanzibar ili kuifanya iwe huru na ikubaliane na sura ya tume katika nchi za Jumuiya ya Madola. Je, tume iliyopo ina sifa hizo? Pili, kuanzishwa kwa daftari la kudumu la wapiga kura. Je, daftari la kudumu la wapiga kura lilipokuwa linaanzishwa limezingatia misingi ya kila anayestahiki kuandikishwa na asiyestahiki kuandikishwa asiandikishwe? Malalamiko yaliyopo, kuna watu hawana haki, wamepewa haki, kuna watu wana haki, wamenyimwa hiyo haki. La tatu, kufanyiwa mapitio katiba ya Zanzibar na sheria za uchaguzi ili zilingane na matakwa ya mfumo wa vyama vingi. Katiba sawa, imefanyiwa mapitio nayo, mimi hapa katiba ya Zanzibar. Lakini unajiuliza, katiba hii iliyofanyiwa mapitio ya mwaka 2010 ndio hii inayosema hakuna mahakama yenye mamlaka ya kuhoji maamuzi ya tume ya uchaguzi inapomtangaza mtu kuwa ni rais. Katiba hii ndio inayosema makamu wa kwanza wa rais ni mshauri mkuu wa rais. Lakini katiba hii ndio inayosema makamu wa pili wa rais ndiye mshauri mkuu wa rais. Sasa unajiuliza ni yupi kati hawa wawili? Kuna mambo mengi humu kwenye hii katiba. Lakini ukiacha hayo, kuna suala la kuhakikisha kwamba vyama vya siasa vinafanya shughuli zake bila ya kubugudhiwa mpaka mwisho. Kuna kufanya marekebisho kwa mambo ya mahakama. Alimradi kuna mambo mengi hapa, lakini kuna suala moja la msingi ambalo hili nataka niliseme. Katika kufikia makubaliano yenye lengo la kupata ufumbuzi wa kudumu wa migogoro ya kisiasa ulioikumba nchi yetu, vyama vyetu viwili vitaongozwa na maslahi ya taifa ambayo yatazingatia umoja wa kitaifa, amani na utulivu kwa wananchi, maendeleo ya wananchi katika uhuru, demokrasia na utawala wa sheria na haki. Sasa ukizungumza tu serikali ya umoja wa kitaifa ukasahau yaliyoko nyuma kabla ya kuundwa serikali ya umoja wa kitaifa, utapata matatizo, kwa sababu watu wataanza kusema hii serikali ya umoja wa kitaifa inakwenda kuhalalisha vitu ambavyo kisheria vimesiginwa au vimekosewa. Kwa hivyo mimi ushauri wangu, naona muda wako unakuisha, kwa ACT na CCM warudi wakatafakari kifungu kwa kifungu kwenye masala ya muafaka waliokubaliana, halafu wajiulize, wafanye tathmini, wanakwenda na hayo? Sio tu kwa sababu wametuandikia katiba wanatufanyia uchaguzi. Yani wasitizame maslahi ya CCM, wasitizame maslahi ya ACT, warudi watizame maslahi ya taifa, kwa sababu pakikorogeka hapa hasara haiji kwa CCM wala kwa ACT. Hasara inakuja kwa Wazanzibari. Kama wakati wetu umetukimbia sana, nitamani Ali Makame useme neno moja tu kuhusiana na haya ambayo pia ametukumbusha Miraji. Mimi naweza nikasema
kwamba Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar haijakuwa tayari kwa umoja wa kweli wa Wazanzibari. Na hawa watu wa ACT naweza nikatumia lugha kwamba wamekuwa wababaishaji kutetea umoja wa Zanzibari, kwa sababu umoja wa Zanzibari hauundwi na vyama viwili. Okay. Umoja wa Zanzibari unaundwa walioko kwenye vyama na wale waliokuwa hakuna vyama. Na kwa mfumo ambao kwa tuko nao, umoja huu utazungumzwa kila baada ya uchaguzi, watu watakuwa labda tuingie tusiingie, kwa sababu bado haujakuwa na misingi ambayo kuwa inaweza ikalea umoja huo. Kwa maana yake turudi tena kwenye ule muafaka, tupitie tena upya. Na maneno ya kwake Ali Makame Isa, mgombea mwenza urais kupitia chama cha ADA TADEA na mwanasiasa maarufu tu ambaye amekuwa akibobea katika siasa za kule Zanzibar, ambaye tumekuwa naye kwenye uchanganuzi hii leo, lakini pia nimekuwa naye Said Miraj, mwanasiasa mstaafu na mchambuzi wa masuala ya siasa. Niwashukuru sana. Asante sana. Nukta hiyo inatufikisha tamati ya uchanganuzi kwa leo. Tulikuwa tunaendelea kupiga darubini maazimio ambayo yalitolewa na kamati kuu ya chama cha ACT Wazalendo kuhusiana na kufanya ngoja ile kabla hawajaamua kuweka mguu wao ndani ya serikali ya umoja wa kitaifa ama wakae kando. Naitwa Nurdin Selemani. Nikutakie tu utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Panapo majaliwa tukutane tena kesho kwenye kipindi kingine. Usiku mwema.